Naitwa Sitia Basiali, mkurugenzi idara ya maendeleo ya jamii, jinsia na watoto katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Leo nimekuja hapa katika chuo kikuu hichi cha Suza Tunguu. Lengo na madhumuni ya kuja hapa ni kukutana kwanza viongozi wa dawati la jinsia katika chuo hichi, lakini pamoja na kujadiliana na kutambua kazi zao wanazofanya juu ya kusimamia masuala mazima ya haki za wanafunzi, lakini masuala mazima ya ukatili katika eneo la chuo. Lakini pia nimepata nafasi ya kuonana na wanafunzi wenyewe wa chuo, na hili lengo kuu ni pia kuwapa elimu kidogo kwa wanafunzi waweze kutambua njia ya kuripoti masuala mazima ya ukatili. Tunatambua kuwa eneo ambalo linakuwa lina wingi wa watu, basi ukatili hutokea, na hususan katika masuala mazima haya ya rushwa za ngono, masuala mazima ya kauli ambazo sio rasmi, lakini na mambo mengine ya ukatili. Kwa hivyo tunashukuru sana, tumeweza kupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa kiongozi wa chuo mwenyewe. Kweli mimi nimefarajika sana, kwa sababu tulipoanzisha hili dawati tulianzisha 2023, lakini kazi wanazofanya kwa kweli ni nyingi, na kama tunavyoona kuwa kwa upande wa kesi za ukatili wamepokea kesi 11 zikiwa zina aina mbalimbali ya ukatili. Hii ni kuonesha kuwa wanafunzi wamepata uelewa na wamekuwa na imani kubwa kuripoti, kwa sababu wasingeli ripoti hizi kesi pia zisingeweza kupatikana. Toe wito kwa wanafunzi wa chuo hichi kuendelea kuripoti kama kawaida hizi kesi, ili serikali pamoja na chuo chenyewe kiweze kuchukua hatua kwa wale ambao wanafanya mambo ambayo yako kinyume na sheria na taratibu za nchi. Lakini jengine ni ile kuwajengea uwezo watoto wa kike, hawa wanafunzi wa kike, kuweza kutambua haki zao kwa makini, lakini pia kuweza kutoa ushirikiano mkubwa na serikali katika kumlinda. Tushukuru sana kuwa wanafunzi wa hapa wingi wao ni wanawake kwa 64% kwa wanaume. Nikishukuru chuo kama chuo kwa ushirikiano wao mkubwa, wakiwemo viongozi wa dawati kwa utulivu mkubwa na kazi kubwa ambayo wameifanya, ambayo kazi hii ikiwa lengo na madhumuni kuondosha swala la ukatili katika eneo la chuo, lakini kuondosha swala la ukatili hata majumbani, kwa sababu baadhi ya kesi ambazo wamepokea zimebainika kuwa pia zimetoka majumbani, sio kama moja kwa moja zimeanza shule. Mara nyingi inapotokezea masuala ya ukatili, tutambue kwa waathirika wakubwa ni wanawake na watoto, na kama ni wanawake na watoto, manake ni lazima wanawake sasa waweze kutambua haki zao ili waweze kujilinda na masuala mazima ya ukatili. Kwa jina naitwa Ali Mohamed Ali kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, kozi ya education. Tunashukuru kwa ujio huu kwa kuja kutupatia sisi elimu ya masuala haya ya jinsia, ambapo katika vyuo kama tunavyojua mkusanyiko wa watu wengi na masuala haya yapo kwa kiasi kikubwa. Kwa elimu hii itatusaidia sisi kuweza kujitambua, lakini pia kuweza kujua haki zetu ili kuweza kuzifanyia kazi. Kwa wale ambao watapata changamoto kama hizo za masuala haya ya unyanyasaji wa kijinsia, wasiogope kusema, kwa sababu kila ukiogopa ukikaa kimya manake tatizo linazidi. Kwa hiyo Jina Desk ipo hii kwa ajili ya kutusikiliza, waondoe hofu, serikali yetu ipo. Kwa wale ambao wanaume wenye tabia ya kufanya hii tabia ya unyanyasaji, kwa kweli tunawaasa waache hiyo tabia, kwa sababu si mwenendo mzuri katika dini, lakini pia katika jamii zetu sisi kama Wazanzibari ambao tumelelewa kimaadili, si jambo zuri. Kwa hiyo waache, lakini hata hivyo kama wataendelea na hizo tabia, basi serikali ichukue hatua kwa hawa ambao wanaendelea na masuala haya ya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa jina naitwa Hadija Khair Mohamed kutoka Chuo cha Taifa Zanzibar Suza, nasomea katika Bachelor of Degree ya Science BSc. Nashukuru kwa uongozi huu, tumepata elimu kuhusu mambo ya gender, vipi tuweze kutoa kesi zetu kwenye gender desk, kwa sababu katika chuo chetu kumeanzishwa gender desk. Kwa hiyo inatusaidia sisi katika kupeleka kesi zetu kuhusu mambo ya udhalilishaji.